Bwana mambo vipi mtazamaji wa Mastaz TV, naitwa Alex Ali 26 kipaji. Bwana nyuma kamera niko na kabisa Mtumbadi. Bwana leo tuko na mshikaji fulani hivi wa kwenda kidogo. Huyo mshikaji bwana mara nyingi popote alipo Tolu yako Sagi. Hem, ngoja kwanza tusikize chochote kutoka kwake. Baba ni aje? Sana. Kwema. Kama kaa. Bwana kwa majina ni nani? Mimi ni Power tu. Nani? Power. Power. Yeah. Lakini kuna muda Tolu anakutaga Subaru. Subaru jina la kampuni. Kampuni gani sasa? Ya pikipiki hizo. Nyumbani zipo mbili alafu pia Tolu ana hii moja hapa. Okay. Yeah. Sawa bwana, wewe na Tolu ushikaji ulianzia wapi? Ni muda kidogo. Yaani story ndefu kwa kweli. Sema mimi Tolu ushikaji ulianzia kwenye mimi kufundishwa kazi ya kushoot ndio. Kushuti. Tuliweka mazoea ikapitiliza, baadaye nikaja kujua kuwa Tolu ndugu yangu. Na ndugu kumbe? Ya Tolu mimi mjomba wangu. Yeah. Kweli? Ndio boss. Sio ushikaji. Hamna. Sasa ulikuwa unasema kwamba ulikuwa unajifundisha kushuti. Kushuti aidha kushika tu picha. Kushuti ndio. Maana mpaka dakika hiyo unaweza ukanipa video nikafanya na ikaisha. Kwa hiyo lakini hakuna namna anko alikupa material zaidi. Alinipa, sema mwenyewe ndo nilifeli kwa sababu vifaa vyangu niliibiwa. Kwa hiyo nikaona sina muendelezo ikabidi niachie hapo. Sema akinipa kazi naendaga kufanya na vifaa vyake inakuwa hivyo. Yeah. Kuna siku ashio kukupa dili kabisa bwana Subaru kafanye. Acha nipa dili za nje naendaga. Unazingatiaga nini? Kikubwa ni kuangalia tu mandhari yako vipi, lakini pia location zako umezipangiliaje ili kuweza kufanya kazi bora. Yeah. Kwa hiyo tukuhitaji hapo director aidha shooter. Vyovyote ukitaka niite mimi nitaitika. Niite Subaru, niite Power, niite director Power fresh. Yeah. Kipindi unafanya kazi ya kushuti, ulikuwa unaitwaje? Power, na ile jina amenipa Tolu. Okay. Yeah. Sana ulianzia wapi na kwa nani? Mimi nafikiri nilianza kwa jamaa mmoja kule kwetu, sasa hivi anamiliki bar anaitwa Butros. Ndio alianza kunimanage kwenye vifaa vya kushoot na nini, nikawa nasomea. Lakini pia yeye ndo alinipa idea ya kumfuata Tolu. Ilikuja kusoma, ilikuwa ni 2016 nakumbuka ya. Kwa hiyo nikawa nimemfuata Tolu, akawa ananipa elimu na nini, kwa hiyo hadi tukafikia hatua hii. Jamani nikaachana naye, nikapata vifaa vyangu. Nilipopata vifaa vyangu wakaniiba, kwa hiyo nikaamua acha niviache. Hapo viliibiwa nani mwaka gani? Hapa viliibiwa 2023 mwaka juzi nafikiri. Yeah. Bana, lakini kuna namna vilikuwa vishakutolea faida nyingi. Sio faida bosi. Sema kile kiasi ambacho nilikuwa nishakipata, alhamdulillah niliridhika. Yeah. Bana wanasemaga bana kwenye kila kazi, kila mmoja akifanya kazi na maana anakuwa na malengo nayo. Pengine wewe ulitamanigi uwe production mkubwa ili uwe na malengo gani? Ya mimi nafikiri kwanza lengo langu kubwa hapa nilikuwa nafikiria kwanza nije kuwa kama Tolu alivyo sasa hivi. Lakini nafikiri vitu ambavyo vilinikatisha tamani kuona sina muendelezo wa vifaa tena. Kwa hiyo mpaka hapo malengo yakawa yameishia hapo, yakawa yana nafasi tena. Kwa hiyo nikawa nimeachana navyo hivyo. Sasa hivi na focus kivingine fresh. Sasa hivi nadhani kwamba baada ya kukutana na Tolu ulikuwa una vitu vyako. Ndio nilikuwa nina vitu vyangu, sema kuna vingine alikuwa ananisupport yeye kwa sababu nilikuwa ndo bado nimeanza. Hivyo nisingeweza kueneza vitu vyote kwa pamoja. Kwa hiyo kuna vingine alinisupport, tukawa tunaendeleza kazi mpaka dakika hii. Anaweza tu kuniagiza kazini, nikachukua vifaa ofisini hapo nikaenda kufanya nikamaliza. Tolu nadhani kwamba ana wanafunzi wengi sana. Unaweza kuniambia nani mwanafunzi ni mmoja wapo? Yaani katika wanafunzi wa Tolu mimi ninajijua kuwa sasa hivi tupo wangapi? Yupo mimi, yupo Maja OG, 1B pia alisoma kwa Tolu na jamaa mmoja anaitwa Green. Ila katika wanafunzi wake wote mimi ndo nilikuwa mwanafunzi wake namba 1. Kifupi tuseme mwanafunzi bora. Mimi ndo kaka yao. Yeah. Sana katika kushuti kwako kuna siku labda pengine Tolu ashaga kuambia chochote kuhusiana na madirector wengine, kwa nini uko nao tofauti? Hamna, kikubwa yeye anachonielekezaga ni kwamba mimi nifuate kile ambacho anakifanya kwa sababu yeye ndo teacher. Nisije nikafuata kitu ambacho nitakuja niambiwa na director mwingine tofauti na elimu yake yeye mwalimu. Ya ndo hicho tu. Kuna siku ushawahi kukutana na Spy kwenye location? Ya tushawahi kukutana ndio. Akakwambiaje? Nice. Hajaniambia chochote, sema unajua kazini, mkiwa kazini kila mtu anafanya majukumu yake. Yeah.
Labda Tolo kukwambiaga mwanangu unamwona natamani uchukue na material hapa. Hamna, hajawahi kuniambia hicho kitu na sidhani kama atawahi kunielekeza kule. Kwa nini? Kwa sababu anaamini kile ambacho ananipa ni bora zaidi ya kile ambacho nitakachoenda kuchukua kule. Yeah. Ukikaa na spy aidha zamani kwa kuna mshikaji anaitwa nani? Sebastian. Akikwambia Tolo kuna namna anafeli, kuna kitu anakifeli, aidha kuna upande wa color, kuna upande wa editing, kuna upande wa shooting, kuna upande wa location. Wewe ukimsikia hivyo anazungumzia hicho kitu wewe una feel nini? Unajua kwanza huwezi kumzuia mtu kila ambacho anakihitaji kuongea. Mdomo ni mali yake. Lakini mimi sidhani kama kuna director yote anaweza kumuongelea Tolo kitu kama hicho. Kwa sababu Tolo ni director mkubwa hapa na anafanya vitu vikubwa vinavyoonekana. Yeah. Sawa, baada ya kuacha kushuti najua kuna namna unasema bana sasa hivi umekuja na Tolo kishikaji. Na unasema bana sasa hivi kuna namna kuna mazingira mengine tuna pikipiki tuna vitu kaa hizo. Vitokana nini? Vitu tu vya kujipanga ni katika mazingira sisi binadamu tunaelewa utakosa engo hii utapata engo nyingine. Hivyo tu. Ina maana kuna namna vilihusisha hii kazi ndio vilihusisha hizo pikipiki. Inawezekana ila sitaki kuashiria kuwa ndio hivyo kabisa. So hivyo lakini nimekuambia inategemeana na nilivyotembea kwenye hizo kazi. Ila iwe hivyo tu basi. Baada ya kujua Tolo bana ni ndo anko. Wewe ulianza kuiga kitu gani sasa ambacho ulikifanyia kazi kwake? Sawa, mimi nafikiri kwanza baada ya kujua anko ndo mjomba wangu, nafikiri kitu cha kwanza kuiga kwake mimi ilikuwa ni tabia yake na gisi anavyoishi na watu. Nafikiri ndo kitu cha kwanza. Manake mimi mpaka dakika hii unavyoniona hapa huwezi kuniona nimemkunjia mtu uso no. Naishi kama anavyoishi Tolo sasa hivi. Ni mtu wa watu na mimi ni mtu wa watu pia. Yeah. Kwa hiyo tabia nyingine ya Tolo ambayo unayo? Sasa hivi tabia nyingine ya Tolo ambayo nimeiga ni kupenda kula. Au sio? Kwa hiyo tunapenda sana kula. Yani tunaweza tukafika sehemu tumeenda tunapangilia sasa hivi tutakula bei kadhaa tukapitisha ni kiwango kwa sababu tunapenda sana kula. Kula tunapenda sana. Sasa kuna namna Tolo bana kwa namna Tolo tukimwangaliaga location akiwa na shoot kuna namna kama mademo wanakuwa ni wa kwake hivi. Hivi na wewe tabia huna? Mimi sina hiyo tabia sina. Ni wa kwake yeye. Lakini sidhani kwamba inawezekana ikawa hivyo kwa sababu unajua yeye ndo director, wote wanatakiwa wawe tu kama ni wa kwake kwa sababu yeye ndo anaowaelekeza kile watakachokifanya. Yeah. Kazi gani ambayo ikusababisha kuwa na mke? Mimi kuwa na mke? Kazi gani? Nafikiri sio kazi ile nisababisha mimi kuwa na mke. Niliamulia tu mwenyewe niwe na mke. Kwa hiyo una wanawake ngapi? Mmoja aidha? Mmoja. Mmoja tu. Kwa unampenda sana? Ndio. Tolo ana wanawake ngapi? Tolo ana mke mmoja ndio. Yeah. Una uhakika anampenda sana? Anampenda sana. Zaidi ya sana. Ndio maana akamweka ndani. Yeah. Hivi kitu gani chenye uwezo ukamnafikia Tolo? Yaani chochote kile siwezi nikamnafikia Tolo kwa sababu Tolo mimi ni ndugu yangu lakini pia ni mtu wangu wa karibu sana. Tunashirikishana kwenye mambo mbalimbali. Haijalishi ni ya ndani au ni ya nje. Tunashirikiana sana na tunasaidiana sana. Tolo akose kitu gani uwezo ukakosa kumsaidia? Yaani chochote ambacho kitakuwepo ndani ya uwezo wangu yeye akikosa mimi nitamsaidia. Kitu gani chenye ushaona kabisa Tolo hichi kitu anakihangaikia hichi. Ngoja nimsaidie. Nadhani mambo tu changamoto za kazi. Kwa mfano ni kitu ambacho siwezi kuweza ukitaja hapa mbele hapa. Ndio tuambie ili tujue kamera. Ni nafikiri nitataja kitu kingine tofauti na hicho. Sawa, ili mradi tu utaje. Tolo kuna issue moja alikuwa anaagiza vifaa nafikiri alikuwa ni mataa. Alafu alikuwa amepelea shilingi 40,000 ili mzigo uweze kumfikia hapa. Nilimsaidia hiyo hela. Au nilimsupport kwa sababu vile vifaa naamini kuwa ni vya kwetu sote na vikifika hapa sote tutavifanyia kazi. Bana watu wanasemaga kwenye kazi ya kushuti kuna kwa hela sana na kuna umaarufu pia na kuna changamoto zake. Mtu tuanzie hapo kwenye hela. Hivi kwenye kazi ya kushuti hela imo? Unajua kwanza kila kazi hela ipo, inategemeana na utakavyojipanga wewe. Kwa hiyo hela ipo ndio, sema ni hela tu ya kula. Sio kana kwamba ni hela unaweza ukanunua gari, ukanunua nini no. Ni hela tu ya kula. Inapatikana ndio.
Hivi Tolu ukimkuta na Kenny wanashuti, unaweza ukakaa nyuma ya nani? Kwanza mimi siwezi kumwangusha Tolu. Sawa najua Kenny ni mtu mkubwa lakini pia ana kiwango kikubwa sana. Ila mimi Tolu awe anashuti na nani, mimi nitakaa nyuma ya Tolu. Yeah. Sawa. Anskana na Spy. Bro, nyuma ya nani hapo? Inakuaje hivyo? Mimi sitokaa nyuma ya hata mmoja kwa sababu hao wote sina mahusiano nao ya kikazi. Tunasema sasa ndio hivyo ile imetokea. Subaru wewe njoo. Haya, wewe chagua nani kati ya wawili ukae naye. Unajua Spy kwanza ni mwana, tunafanya kazi wote hapa kempu. Lakini pia Anskana kiwango. Mimi nitakaa kati hapo bosi. Sasa bwana, hebu tumalizie. Pengine watazamaji wangetamani kujua chochote kutoka kwako. Kama kipi bosi? Chochote kile tu. Mimi najulikana hivi nilivyo, si chochote mimi. Kikubwa zingatie tu kuishi na watu vizuri kama ninavyoishi nao mimi. Yeah. Sawa, kuna nao kutazama pale, unataka kuambia nini? Mimi nawapenda lakini pia waishi na mimi vizuri, manake hapa nyuma, siku za nyuma nimefanywa figisu nyingi ila sijaziangalia kuwa ni nini. Hivyo basi mimi bado nawapenda japo na figisu zote, lakini pia na wenyewe nawaomba au namuomba Mungu awaweke mioyo mizuri ili waweze kunipenda tuishi vizuri. Yeah. Ni hapa naitwa Power ukipenda muite Subaru. Usema jina lingine? Power Subaru ndio. Power Subaru. Huyu hapa ni mshikaji ambaye mara nyingi Tolu location zake anakuwa yupo, anahusika sana pale. Kama nilivyokuambia naitwa Alex Ali, make sure umesubscribe, umelike na kucomment. Behind kamera niko na Kabaisa Mtumbadi. Tuseme yap sana mwanangu Dasi hapa. Hivyo.